Viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Mbeya mjini wamepinga vikali kauli ya mwenyekiti wa baraza la wazee wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Mbeya John David Mwamigija na mwenyekiti wa Chadema jimbo la Mbeya vijijini Gertruda Lengesela walizotoa wakiwa kwenye msiba waliyekuwa shangazi wa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Patrick Mwalunenge. Wakizungumza na wanahabari, viongozi hao ambao ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Mbeya mjini Fokile Shitambala, katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Mbeya mjini Pesi Mapunda, mwenyekiti wa baraza la wazee wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bazecha jimbo la Mbeya mjini Felix Mkusa na mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bavicha jimbo la Mbeya mjini Hassan Mwamwembe wamesema kauli hizo sio msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema bali ni kauli zao binafsi. Ndugu zangu pamoja na wanachama wenzangu, nataka nizungumze jambo moja ambalo limejitokeza jana kwenye msiba wa Mwalunenge. Nataka nizungumze msimamo wa Chadema kwa niaba ya Chadema jimbo la Mbeya mjini na taifa kwa ujumla. Sisi kama Chadema, kwanza, uchaguzi uliofanyika tarehe 29 hatuutambui. Tunalani kile kitendo kilichofanyika tarehe 29. Na yule mtu aliyezungumza yale maneno kwamba Mbeya mjini sisi tunamtambua Mwalunenge, nataka niambie Tanzania nzima na wanapiga kura wangu wa jimbo la Mbeya mjini kwamba ndugu zangu, msimamo wa Chadema, sisi uchaguzi ule wa tarehe 29 hatutambui kwa sababu ulikuwa ni uchaguzi haramu. Ndugu zangu, yamezungumzwa maneno mengi sana msibani na yule mzee, lakini nataka niseme jambo moja. Katika majimbo ambayo yako hovyo sasa ni jimbo la jiji la Mbeya. Mbeya mjini ni jimbo ambalo liko hovyo. Sasa mtu anaposimama anasema mbunge wa jimbo la Mbeya mjini anayemtambua yeye kwamba ni mbunge, lakini mimi na kama Chadema, mimi na viongozi wenzangu, sisi kama Chadema nimesema wazi kwamba sisi uchaguzi huo uliofanyika tarehe 29 ulikuwa haramu. Katika chaguzi ambazo zilikuwa za hovyo, ule uchaguzi ulikuwa hovyo sana, hata shetani hawezi kukubaliana na uchaguzi wa aina ile. Lakini nataka niwaambie msimamo wetu sisi Chadema, uchaguzi wa tarehe 29 hatuutambui. Mwalunenge hatumtambui kama mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Na katika majimbo, nirudie, katika majimbo ambayo kwa sasa yako hovyo, jimbo la Mbeya mjini ni baya, liko vibaya, takataka zimezagaa hovyo. Huyo mtu aliyesema Mwalunenge amefanya kazi vizuri jimbo la Mbeya mjini, sijajua Mbeya mjini ipi. Lakini kama Mbeya mjini ambayo mimi naongoza kama mwenyekiti wa Chadema Mbeya mjini, hakuna kipindi ambacho jimbo la Mbeya mjini liko hovyo kama sasa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nizungumza haya kwamba kwa msimamo huu sisi kama Chadema, narudia, uchaguzi wa tarehe 29 hatuutambui na ndio maana hatukushiriki. Niwaombe wa Tanzania wenzangu, puuzeni yale mambo yote ambayo yanaonekana kwenye mitandao sasa. Kwamba mtu anasema unajua Mwalunenge yuko vizuri, amefanya kazi nyingi mjini, kafanya sio na nini Mbeya, hawezi kuitisha mkutano Mbeya mjini. Hivi anaweza kuitisha mkutano Mbeya mjini ni nani zaidi ya mimi? Mimi ndio mwenye mamlaka kikatiba ya Chadema kuitisha mikutano Mbeya mjini. Na mikutano Mbeya mjini inakuja. Tuna mkutano mkubwa sana tukala subiri Chadema taifa waje. Wametuletea ripoti tarehe 23 tuna mkutano mkubwa wa kutosha. Niwakaribisha, karibuni sana. Hii issue aliyozungumza yule ni muhuni tu. Yule naamini sio Chadema yule. Huwezi kuambia si Chadema tumeshakubaliana uchaguzi wa tarehe 29 tuutambui. Yeye anautambuaje? Anamtambuaje Mwalunenge? Mwalunenge Mbeya amefanya kitu gani? Ndugu zangu, mimi huo ndio msimamo wa chama chetu. Najua Watanzania mmepaniki sana kusikia ile issue. Mimi niwape pole kwa kila ambacho yule mtu amezungumza kila kitu amekitoa kwenye ubongo wake. Sio sisi jimbo la Mbeya mjini. Haya maneno nayotamka mimi leo, mwenyekiti wa jimbo la Mbeya mjini, mimi nasema, narudia, uchaguzi uliofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana, sisi kama Chadema hatuufahamu wala hatuutambui. Kwa ndugu zangu, mwelewe hivyo, sisi Mwalunenge hatumtambui wala sio kiongozi wala sio mbunge. Kama ni mbunge wake yeye, umuulize vizuri huko. Ndugu wananchi wapiga kura wa jimbo la Mbeya mjini, wananchi wote, mimi nataka niwahakikishie kwamba Chadema tuna msimamo wetu mbaki vile vile. Uchaguzi hatuutambui mpaka ikifika mahala tupate tume huru ya uchaguzi, marekebisho ya katiba, Tundu Lissu atoke gerezani, tuendelee kupambana, maisha yaendelee. Hii habari kusema sio nani alifanya, na uhakikishia uchaguzi Chadema wa tarehe 29 hatuutambui. Huyo Mwalunenge aliyemsema sisi hatumtambui kama ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Na tuko hapa leo kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuhusiana na yanayoendelea katika jimbo letu, especially kwa wale ambao wengi tumewasikia
ambayo viongozi wenzetu wameyazungumza katika msiba wa shangazi wa Mwalunenge juzi ambao ulifanyika huko Ilima Tukuyu, ushirika mbele huko, kwamba walitoka hapa wakaenda kwenye ule msiba wakiwa wanajua kabisa kwamba wanachokwenda kule si sahihi, kwamba kama wana mahusiano binafsi basi wangekwenda binafsi, lakini walijibeba kama chama, kwa maana ya kwamba walivaa sare za chama na walijitambulisha kama wanazungumza kama wanachama na viongozi wa chama, na wakilizungumzia pia jimbo la Mbeya mjini, kwa sababu kwa kitendo cha kumsifia Mwalunenge kwamba anafanya kazi nzuri na hatuna matatizo naye, hiyo inamaanisha kwamba jimbo la Mbeya mjini tunamkubali Mwalunenge na tunakubali uongozi wote. Sasa kwa hoja hizi nizungumze tu kwamba jimbo la Mbeya mjini, kwanza tukubaliani na uchaguzi uliofanyika wa tarehe 29 mwezi Oktoba, na matokeo yote ya uchaguzi ule sisi hatukubaliani nayo, ikiwemo mbunge Mwalunenge na viongozi wengine wote haramu ambao walitokana na ule uchaguzi. Hivyo basi, lakini pia tunazidi kudai kwamba wale wote waliowajibika katika mauaji yale ya watu ambao waliuawa katika ule uchaguzi wa tarehe 29 na siku zilizoendelea, tunahitaji hao watu wawajibike. Kwa jimbo la Mbeya mjini hatukubali kuwa dodoki la kuiosha CCM na viongozi wake. Tunataka wawajibike, na kuwajibika ikiwemo pia kuachia madaraka ili tuweze kuitisha uchaguzi huru na wa haki na kuwapa wananchi haki yao, haki ya kuchagua viongozi wao na haki ya kuweza kusikilizwa na kufanya kile ambacho wao wanaamini kwa mujibu wa demokrasia na katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo sisi kama Mbeya mjini tunajua kwamba walivyokwenda kule, tunaamini kwamba kuna vitu viko nyuma, kuna vitu ambavyo wameahidiwa au wanapata, ndio maana wakajibeba tangu huko walikojibeba, wakaenda kuwa dodoki wakihitaji Mbeya mjini kwamba tuko vizuri, na wao hawana sababu ya kufanya mikutano katika jimbo la Mbeya mjini. Lakini tuwaulize, mwingine aliyezungumza ni mwenyekiti wa jimbo la Mbeya vijijini, kwamba yeye ana mamlaka gani katika jimbo la Mbeya mjini, kwa sababu ninayezungumza ndiye katibu, ndiye ninayeratibu matukio yote ya kisiasa katika jimbo la Mbeya mjini, kwamba yeye anapita hapa hawezi kufanya mikutano kama nani? Sisi tunafanya mikutano, na katika hili wanazungumza katika kipindi ambacho sisi tunajiandaa na ujio mkubwa, tunajiandaa na mkutano mkubwa. Wanataka kwamba wale viongozi wetu wanaokuja wazungumze nini wakiwa wao wamesema kwamba jimbo la Mbeya mjini tuko vizuri. Niwaambie viongozi wangu ambao wanakuja kwa ajili ya mkutano wa tarehe 23, Mbeya mjini changamoto ni zile zile, na bado hatukubaliana na CCM na viongozi wake hata dakika moja. Kwa hiyo waje, na tunaomba tena waje zaidi na mikutano mingine mikubwa zaidi, kwa sababu tunahitaji hiyo mikutano kwa ajili ya kuiamsha Mbeya mjini. Unapozungumza kwamba jimbo la Mbeya mjini hatuna changamoto, hivi tuna barabara jimbo la Mbeya mjini? Hatuna barabara. Leo hii barabara tunaosema kwamba ni njia 4 na zaidi ya miaka 4 hakuna chochote kinachoenda. Mbeya mjini kuna mradi hapa wa maji unaoitwa Kiwira, umezinduliwa zaidi ya mara 5, lakini mpaka sasa hivi maeneo mengi ya Mbeya mjini hayana maji. Leo hii tunapozungumza Mbeya mjini, tunapozungumza kwamba tuko safi, leo hii tunamgawa umeme mara 3 kwa wiki, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Maeneo mengi hayana umeme hata hivi tunavyozungumza. Sasa unapotuzungumza kwamba huyu bwana Mwalunenge amefanya kazi Mbeya mjini kwamba kuliko wote waliomtangulia, na kwamba sisi sasa hivi hatuna haja ya kufanya mkutano Mbeya mjini kwa sababu tuko safi, usafi huo unatoka wapi? Kama umepata wakshishi, ishia nayo huko, usichafue Mbeya mjini. Mbeya mjini ni watu ambao tunajitambua, na kitendo cha kusema kwamba tunawakubali CCM ni kuwasaliti wananchi wetu. Mimi jimbo la Mbeya mjini, unapozungumza habari za Oktoba 29, kuna viongozi wangu, kuna mwenyekiti wangu wa mkoa ambaye amestaafu, Mheshimiwa China, alitekwa kuanzia tarehe 24, na katika kipindi ambacho yuko ametekwa hajulikani alipo, mtoto wake aliuawa, mpaka leo hii hajaweza kumzika mtoto wake, amekwenda kuzika nguo kijijini kwao. Unapozungumza kwamba Mbeya mjini tuwakubali CCM na tuwaoshe, mimi hapa kwa jimbo kama tendaji yangu katibu mwenezi wangu alitekwa kuanzia tarehe 24 na viongozi wangu wengine zaidi ya 6. Sijataja wananchi wengine, lakini hao ni viongozi wangu. Katibu mwenezi hakuonekana kwa zaidi ya mwezi, amekuja kuonekana tarehe 25 mwezi wa 11, mahakama kuu anapewa kesi ya uhaini. Sasa unaponiambia kwamba mimi
kwamba sijui Mbeya mjini tuko safi. Usafi huo tumepata wapi? Hatuwezi kuwasaliti wananchi Mbeya mjini kwa kusema kwamba sisi tuko vizuri na tumeliziana na CCM. Viongozi wangu na wananchi wote naomba mtuelewe kwamba kauli iliyotolewa ya kuwasafisha CCM sio msimamo wa Chadema jimbo la Mbeya mjini, bali ni msimamo wa mtu binafsi au watu binafsi na kwa manufaa yao wenyewe binafsi, na sisi tunajitenga nazo kabisa hizo kauli na tuko na mbali nazo kabisa. Nawashukuru sana. Maneno aliyoongea John Davis Mwambegija, mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Mbeya, sio sahihi, kwa sababu yeye sio msemaji wa jimbo letu kwa niaba ya wazee. Na kama anaamini kweli anampongeza Mwalunenge kafanya kazi nzuri, waandishi wa habari mumuulize kazi moja aliyofanya Mwalunenge hapa Mbeya mjini. Kwa hiyo alichoongea yeye, alichoongea mwenyekiti wa jimbo la Mbeya vijijini ni masuala yao wao wenyewe, sio masuala ya Mbeya mjini. Lakini vile vile tutatoa mapendekezo kwenye kamati zinazohusika. Huyu bwana sio mwenzetu, achukuliwe hatua kali kwa sababu anaivuruga Mbeya, na tumeona akiwataja mpaka majina viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi aliyokuwa nao. Maana yake sio mwenzetu kwa lugha nyepesi. Asituvuruge Mbeya mjini, tunajiandaa kwa mkutano, asilete taharuki Mbeya mjini. Ndugu zangu, Mbeya mjini ni salama zaidi kuliko jana. Lakini sisi kama Chadema na kama baraza la vijana, na ndio maana siku ya juzi tulikuwa na mkutano pale Iganzo, mkutano uliofana ulioandaliwa na baraza la vijana mashauriano ya mkoa. Kwa hiyo mtu anayezungumza ya kwamba Mbeya mjini sijaandaa mkutano kwa sababu mbunge wala mtambua kama ni mbunge Mwalunenge, sisi kama Chadema na kama baraza la vijana, Mwalunenge atumtambui. Sisi tuko na msimamo wa chama uliozungumza kwamba no reform no election, na ndio maana yale yaliyotokea tarehe 29 ni kwa sababu ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kuwapuuza wananchi. Na sisi kama viongozi wa Chadema tuko tayari kushirikiana na wananchi wa jiji la Mbeya na wananchi kwenye maeneo yote, tuko tayari kuwapa ushirikiano kwa 100%. Naombeni kama wananchi mtuamini Chadema na sisi tutawapa ushirikiano. Lakini pia tuna mkutano mkubwa wa tarehe 23 mwezi huu wa 6 utakaofanyika katika viwanja kama tulivyotangaza. Tunaombeni wananchi wote mkaribie kwenye mkutano huo kwa sababu mkutano wa kitaifa, na tunataka tukazungumze masuala ya katiba mpya, masuala ya free Tundu Lissu, mpaka pale ambapo mwenyekiti wetu ataweza kuachiliwa na ataweza kuwa huru kwa ajili ya majukumu ya chama. Lakini ni nini walichozungumza mwenyekiti wa baraza la wazee wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Mbeya John David Mwambegija na mwenyekiti wa Chadema jimbo la Mbeya vijijini Gertruda Lengesela? Kutokana na umuhimu, kutokana na mahusiano, kutokana na jinsi mbunge wa Mbeya mjini Patrick Adik Mwalunenge anavyotukusanya hata sisi wapinzani hatuoni kama watoto wa kambo, wanatuleta pamoja. Kazi ya siasa tutaikuta kama Mungu atatupa pumzi, lakini turudi tushirikiane naye kwenye magumu haya. Kwa hiyo tumpe pole sana mwenyekiti wa mkoa na mbunge wa Mbeya mjini kwamba wema wako na roho yako iliyo njema ndio inatufanya tuwe na uso wa aibu shida kama hizi zinapojitokeza. Mimi ni mwenyekiti, nimekaa miaka 10 pale Mbeya, na nimekuwa na mbunge wa Mbeya na nikaunda halmashauri, lakini katika kuchunga viongozi wangu, huyu ni mbunge wa mfano. Ninajua hizi klipu zitakwenda duniani vyovyote atakavyosema, lakini mimi nasema ya kwangu ya moyoni, ili nikifa angalau Mungu anasema ulikuwa mkweli ulipokuwa. Anafanya mambo ambayo wengi wameshindwa kufanya. Ninapofanya mikutano huko huwa na wabariki wenzangu kichwani, lakini unayebariki lazima uwe na roho safi na uwe mkweli. Kwa hiyo katika hili mbunge Mwalunenge, Mungu akubariki sana. Wakishirikiana na meya wa jiji la Mbeya bwana mdogo Duru Mohamed wanafanya kazi nzuri sana, na leo yuko hapa na kuungana na sisi.
na ndio maana hujaona sijaweka mikutano. Nimeweka Kavuko, Apinda, mikutano 6, Mbeya sijaweka kwa sababu hamna makando kando sana, tutakuja labda tumalize baadaye. Kwa hiyo tu niombe vile vifusi vya shule za Mwenge pale CCM na Mbata mvitoe. Kwa hiyo nikupe pole sana, tumetoka safari ndefu. Mwenyezi wangu, kijana wa kaka yangu Lawrence Mwangunguru, ninakushukuru sana. Mheshimiwa mwenyekiti Mwakipunda, nakushukuru sana. Mwenyekiti Mama Mbwile wa Mbalali, nakushukuru sana. Mheshimiwa sana kiongozi wangu, ninakushukuru sana. Mwenyekiti wa Mbeya DC, nakushukuru sana. Mjomba Matukuta, kama kawaida, heri ya Bwana ikuja hapo ulipo. Na wewe kiongozi wangu mwenezi, unachonga sana lakini si mbaya, nakushukuru sana. Kwa hiyo kutokana na kwamba tukupita nyumbani, tulinyosha moja kwa moja Sumbawanga usiku kucha tunakuja, hatukujipanga vizuri. Chochote kidogo ambacho tumetembea nacho, naomba mkipokee tu kwa mikono miwili. Lakini nitoe pole nyingi sana kwa wafiwa. Poleni sana na msiba. Misiba kama haizoeleki. Mungu tu akawe faraja kwenu. Natamani Mungu awatumie watu wa kuwapa pole. Mungu hawezi kutoka mbinguni akaja kuwapa pole. Mungu huwa anatumia watu. Ndio maana leo unaona Chadema tuko hapa. Tunalisongesha gurudumu. Haijalishi ni lini, wakati gani, lakini tunategemea Ikulu tutaingia. Tuko mwenezi. Kazi ya mwenezi ni propaganda. Na sisi ni watoto wa kambo, huwa hatudekagi. Kwa tuko imara kuliko jana. Na niseme niwapongezeni Chama cha Mapinduzi. Sasa hivi tuna nyakati ngumu kidogo, tunashindwa kutembeleana. Lakini kwa upendo uliokuwa nao Mwalunenge, tunashindwa hata cha kusema kwa kweli. Jana nilikuwa napita na kwenda kwenye ziara zangu huko. Nikawa namwambia kijana mmoja niliyekuwa naye kwenye gari, nikasema sijui Mwalunenge hapa tukifanya mkutano tutasema nini? Hebu tuweke mbali. Tunasema kwa sababu hatuna kingine cha kusema. Mungu akutie nguvu. Tunachohitaji wa Tanzania ni maendeleo. Habari ya Ikulu ni nyingine na habari ya kuchukua dola ni nyingine. Tunahitaji barabara, tunahitaji madaraja, tunahitaji vitu hivyo, tunahitaji miundombinu. Tumekuja hapa Karia, tumeingia mpaka pale. Uzao wa tumbo lililokuzaa, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Watu wengi wakipata nafasi, wakizikalia zile nafasi huwa wanashindwa kuzitumia. Anajawa na kiburi, anajawa na jeuri. Endelea kunyenyekea mbele za Mungu. Kama tungepata viongozi kama wewe watano, sijui tungesema nini kwa kweli. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mno. Hatujawahi kuona mwenyekiti anatusogeza mpaka sisi. Sisi ni kina nani? Tunahitaji upendo, tunahitaji kusaminiana, kupendana. Hatuhitaji mavurugu, magomvi kila wakati, malumbano yasiyokuwa na sababu. Hayatusaidii. Na wengine tunasali, tunatamani siku moja tukamwone Mungu. Kwa hiyo vyama vyetu visitufanye tukakosa ufalme wa Mungu. Simama katika kweli. Sasa hivi kumbe CCM bado kuna watu wazuri. Sikufahamu kama kuna watu wazuri. Mungu abariki nyumba yako na Mungu abariki uzao wa tumbo lako. Sisi tunakupenda na tumekuja kukutembelea leo. Na kama tutaendelea hivi, hatutoacha kutembeleana. Tutapendana hivi hivi. Ndio maana unaona leo tumekuja huku. Sehemu zingine kwenda ni vigumu sana. Kwa nitambue uwepo wenu, lakini nitambue uwepo wa waheshimiwa viongozi wenzangu wengine wote wa wilaya. Nimemwona mwenyekiti mwenzangu Mwalupindi. Huyu baba tunapigana huko, lakini tukikutana si ni mabesti kweli kweli. Wakati niko polisi alikuwa anapambana kweli nitoke, maana rafiki yake nilikuwa sipo mtaani. Kwa hiyo nakushukuru, natambua mchango wako mheshimiwa mwenyekiti mwenzangu wa Mbeya DC. Tunaishi kwa upendo mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa. Mungu awabariki sana. Ninawapenda sana. Asanteni watumishi wa Mungu, muendelee kutuombea. Tunatamani siku moja na sisi tuende Kanani. Na kazi tulizoletwa duniani ni kazi mbili tu sisi wanawake. Wasimamizi wa haya, lakini pia kutangaza habari. Kutangaza habari kama mbaya kwa shauri yako na itakulamba. Kazi ya mwanamke duniani kutangaza habari njema. Habari mbaya hazitakiwi.